Vijana mapendo daima. Hebu tupige makofi mengi ya shukrani kwa Mungu. Kwa kutuwezesha kufika hapa. Kuna mambo mengi ambayo tunafikiri kwamba ni haki yetu, kwamba kuamka asubuhi, kuvuta hewa, kwenda kazini na kurudi, kwamba ni haki yetu. Mimi leo tangu saa 1 nimepata shida ya usafiri na nilikuwa na usafiri wa haraka sana. Vijana wote wamenipita na mabasi na mimi niliwacha wote. Kwa hiyo muone kwamba ni zawadi. Makofi tena kwa Mungu tafadhali. Basi tukitambua kwamba ni zawadi kwa Mungu tuko hapa, tusimame tuanze semina hii kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa zawadi ya maisha ambayo umetujalia, kwa mema mengi pia na mengine ambayo hata hatustahili, na kutufanikisha kufika hapa kwa wingi kwa hija hii. Kwa namna pekee sisi kama vijana, kipindi hiki cha Kwaresima, utusaidie muda huu katika semina hii fupi tuweze kusikiliza, ili tuweze kusaidiwa kwa neno ambalo umetuandalia leo. Utujalie pia neema yako katika maisha yetu ya kila siku kutafuta kufanya mapenzi yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuketi. Basi kabla ya kuanza, ningependa kwanza kujitambulisha, kwa sababu ni vizuri sana. Hapa mnaona tuko wengi, karibu sijui 5,000 labda. Lakini katika umati huu unaweza kuwa lonely kabisa au peke yako, kwa sababu umjui hata jirani yako, wala labda mmetoka parokia moja. Kwa hiyo ninyi mtatambulishwa kulingana na utaratibu ulioandaliwa, lakini mimi nitajitambulisha, manake nadhani amnifahamu, si ndio? Nyie mshawahi kuniona mimi popote hapa duniani? Baadhi ninawafahamu, naomba niwatambue. Nimefanya utume dekania ya Mbagala. Wale wa dekania ya Mbagala, Vigozi, Maji Matitu, nani? Hebu wanyoshe mkono kama wapo. Wako pale wachache. Dekania Mtakatifu Thomas More, parokia yangu Mtakatifu Thomas More, wako? Wapo Jose yule pale, na wengine. Dekania Mtakatifu Petro, Mikocheni, St. Peter. Haya, wako wawakilishi wala. Dekania ya Kibaha, parokia ya Kibaha, Lulanzi. Mpo? Basi hao ndo wananifahamu, au na mimi nawafahamu kidogo. Dekania ya Mavurunza wapo, Tulicheza mechi kule nikawafunga magoli mengi sana. Tunafahamiana. Dekania ya Mlandizi, dekania ya Mlandizi mmefika? Makofi tafadhali. Basi hao wachache wananifahamu na mimi nawafahamu. Kwa wengine, mimi naitwa Manfred Joachim Semda. Ni padre wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo na miaka michache katika upadre, nimepatishwa mwaka juzi. Kwa hiyo bila shaka mnifahamu. Na sasa hivi nafanya utume kama mwalimu, padre na mwalimu na mlezi seminari ya Visiga. Basi wapendwa, baada ya hayo mimi ningependa kuitambulisha semina hii. Itakuwa muda mfupi kwa sababu tumechelewa kidogo. Maana alivyoniomba Baba Thomas nifanye hii semina, nilimkatalia bila shaka. Nilimwambia wako mapadri wengi ambao ni wazoefu, wana mang'amuzi zaidi, wamesoma zaidi na mambo kama hayo. Mimi la. Tulivyoenda mwishoni alipata mtu, lakini basi ikaniangukia mimi. Na nikasema semina gani nitawaambia, niwaambie nini ninyi umati wote huo? Mimi
Basi katika kuandaa, kuchunguza, kusoma neno la Mungu hapa na pale, nikapata wazo moja la kusema kulingana na semina hii, na hasa kipindi cha Kwaresima. Semina hii itakuwa pia ya namna ya swali, kwa sababu hilo swali sisi kama vijana ndio tunaliishi. Na swali hilo ni nini? Ambalo ndio jina la semina. Inasema hivi: ni nini mapenzi ya Mungu katika maisha yangu? Hebu turudie wote. Ni swali hilo, umeona? Semina leo itakuwa tofauti. Semina inaanza na swali. Pengine mwishoni mwa semina tutapata jibu fulani, labda tuone. Au kwa namna nyingine naweza kuitengeneza katika sura nyingine ya swali. Naweza kusema nifanye nini kulingana na mapenzi ya Mungu? Nimeirephrase, nimeitengeneza katika namna nyingine. Mimi nina uhakika wewe ukijiuliza kidogo utaona kwamba maisha yako wewe kama kijana hilo swali linakuandama. Uongo kweli? Bila shaka. Bila shaka. Kwa hiyo tutaona hapa tukiangaziwa na mafundisho ya kanisa, tukiangaziwa pia na neno la Mungu, tuone majibu tunayapata namna gani. Basi kuendana na semina hiyo, na semina hii nimetengeneza kauli mbiu. Mara nyingi wanaitumia sehemu zote nilizowahi kufanya semina, naitumia kauli mbiu. Kwa hiyo nawafundisha leo. Kauli mbiu hii inasema, ndani ya kanisa, mnaitikia tupo salama. Ndani ya kanisa tupo salama. Makofi mengi tafadhali kwa kanisa. Mwishoni mwa semina mtagundua kwamba majibu ya swali hili, mapenzi ya Mungu ni nini katika maisha yangu, majibu yake yako ndani ya kanisa. Nje hakuna kitu. Nje hakuna kitu kweli. Mtakatifu mmoja mwanafunzi wa Tertullian katika karne ya 3 alitengeneza slogan ambayo ilikuwa ni msimamo wa kanisa wakati ule. Nasema kwa Kilatini, extra ecclesiam nulla salus. Extra ecclesiam nulla salus. Akisema kwamba nje ya kanisa hakuna wokovu. Jinsi alivyoona kwamba kanisa lilikuwa na muhimu kiasi hichi, yeye aliona kwamba nje ya kanisa hata wokovu hakuna. Bila shaka baadaye kanisa liliona hapana. Msimamo huo ulikuwa mkali sana, kwa sababu Mungu anafanya kazi kwa namna mbalimbali. Chawa, nikisema chawa mnasema chawa. Chawa. Mimi ni mwalimu, mtanisamehe. Hivyo hivyo. Kwa hiyo wapendwa, kanisa lina majibu. Tena ya majibu ya maswali magumu kama hili ambalo tunafanya semina leo. Sasa katika hii semina, kwanza ningependa kwanza tusimame. Tutaimba wimbo mfupi, zaeni matunda mema. Tutaimba kwa gitaa leo. Naomba msishangae gitaa, muimbe wimbo. Wimbo huu utatuongoza katika tafakari muhimu ya leo. Zaeni matunda mema wote, zaeni yenye baraka, zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Bwana kiapo yatabarikiwa vema. Zaeni
yatabarikiwa mema. Zaeni matunda mema, zaeni aheri. Makofi tafadhali. Sasa tukae. Mafundisho ya kanisa, mamlaka fundishi ya kanisa, katekisimu ya kanisa Katoliki inaanza kufundisha, ambao wote tumefanya hapa katika komunio ya kwanza, na swali: Mungu alituumba ili tufanye nini? Naomba wote mnijibu. Tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tufike kwake mbinguni. Katika kumjua na kumpenda kunazaa matunda, kama wimbo tulioimba, si ndio? Matunda ambayo katika kumtumikia katika nafasi mbalimbali au miito mbalimbali inakuwa sababu yetu ya kufika wapi? Mbinguni. Na Kristo katika Injili ya Yohane sura ya 15 anasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Kama ambavyo tawi lisiposhikamana na shina haliwezi kuzaa matunda. Basi wapendwa, hiyo kauli mbiu itatusindikiza vile vile kama tulivyoimba wimbo katika hilo swali la kwanza la katekisimu. Maisha yetu, fumbo la maisha yetu. Maisha. Mungu ametuumba tumjue, tumpende, tumtumikie na tufike kwake mbinguni. Sasa hiyo jina la semina lina dokezo la mambo mawili: maisha, na jambo la pili ni mapenzi ya Mungu. Kama ninavyosema, ni nini mapenzi ya Mungu katika maisha yangu? Kuna maisha upande mmoja na upande wa pili mapenzi ya Mungu. Hivyo ndivyo vipengele viwili ambavyo tutavichanganua kidogo. Lakini wakati naendelea na semina hii, naomba niwatahadharishe mambo mawili. Jambo la kwanza, semina hii sio kama somo. Maana mimi tayari ni mwalimu. Kufundisha ni kawaida kufundisha. Sio kwamba itakuwa nafasi ya kujifunza kitu fulani kipya akilini ambacho hukuwahi kujifunza kabla. Haina maana yoyote. Hii semina itakuwa ni neno la kutufaa sisi vijana kwa wakati huu wa maisha yetu na mapambano ya maisha yetu ya wakati huu. Tumeelewana? Kwa hiyo mimi sitajali sana ikiwa tunaelewa kila kitu. Ukiweza kuandika kila kitu vizuri sana, itafaa. Ukishindwa usijali. Walau upate neno moja la kukufaa. Neno moja tu. Kwangu itakuwa furaha kubwa sana. Tumeelewana? Kwa sababu kumbukeni, kama leo una miaka 10 na 20 na 30 na au 40 na Mungu amekupangia uishi miaka 60, 70, bado na miaka 20, 30, 40 ya kuishi, una mengi utakayojifunza. Tumeelewana Kwa hiyo sihitaji mimi iwe fundisho fulani, sio muhimu. Walau neno litakalo kufaa katika mapambano ya maisha leo kama kijana. Kwa hiyo kama ni hivyo, nawaalika sana kusikiliza. Muda utakuwa mfupi sana, nitafanya muhtasari wa mambo mengi. Nawaalika kusikiliza, kwa sababu kusikiliza sio rahisi. Hapa wote tuna fujo ya mambo mengi. Mimi leo nimepata changamoto, nawaambia tangu saa 1. Usafiri umepata shida hapa na pale, natafuta fundi, asubuhi utampata wapi fundi? Kwa hiyo kuna fujo nyingi. Wengine unawaza kazi, wengine ni wanafunzi hapa, sijui mna testi huko. Na mambo mengi. Kwa hiyo acha hayo mambo. Tuko kwenye hija. Kwa hiyo nawaalika kusikiliza. Kwa hiyo jambo la kwanza nimesema ni maisha upande mmoja, na jambo la pili ni mapenzi ya
Mungu. Haya yote yanaweka swali gumu mbele yetu, yote yanatupa maswali. Fumbo la maisha lina dokezo kubwa sana la mateso. Maisha yanaambatana na mateso, mahangaiko fulani fulani, si ndio jamani? Hapa tungepata fursa ya kuongea na kila mmoja hapa, tungeona jinsi watu walivyo na mateso, historia zetu. Mahali ulipozaliwa, ulipokuwa, leo mpaka huko hapa, umepitia mengi, si ndio jamani Wengine wanatania, wanasema tutafika mbinguni tumechoka sana, si ndio? Uongo kweli? Mambo ni mengi, historia ngumu. Mara mwingine alibakwa, mwingine aliachwa na wazazi, mwingine wazazi walifariki hata wakiwa wadogo. Kaka yangu amefariki, ameacha watoto wawili wachanga, wadogo kabisa. Yule wa pili hata amjui baba anafananaje. Yule mdogo alikuwa anamuona baba lakini anashangaa tu. Historia maisha yao ndio iko hivyo, wanakuwa hivyo. Na mambo mengine mengi. Kwa hiyo maisha kwa ujumla wake kwetu sisi anatupa hilo dokezo kubwa sana. Na swali, kwa nini maisha yana mateso hivi? Kwa nini mahangaiko? Tena kwa nini kifo? Si ndio jamani? Na tukisoma kitabu cha Ayubu kinadokeza vizuri hilo swali. Manake Ayubu alikuwa mtu mwema, lakini hata pamoja kuwa mwema alipatwa na majanga vile vile makubwa. Yeye hakuwa na mashaka sana juu ya Mungu, lakini swali lake lilikuwa, mbona nimefanya kosa gani linalostahili mateso ninayoyapata? Umeona Kumbe hata ukiwa mwema vile vile kuna mahangaiko utayapata katika maisha. Basi hilo ni fumbo moja la maisha. Mwanafalsafa mmoja wa zama za kati anaitwa Leibniz. Yeye alisema katika teolojia inaitwa teolojia ya asili, theology of nature. Alisema hivi, kama Mungu ni mwema kiasi hicho, Mungu ni mkuu na ni mwema, inawezekana kutoka kwa Mungu mwema kitu ambacho si chema? Kwa mfano, hii dunia, maisha tunayoishi yamejaa mambo mengi, mabalaa, mvua kali, jua kali, matatizo, magonjwa, mambo mengi. Kwamba labda kuna dunia nyingine mahali pengine ambapo haina matatizo yoyote? Na Leibniz anasema kwamba pamoja na kwamba hii dunia iko hivi na matatizo yake, lakini kwa kuwa Mungu ni mwema, yani option kati ya dunia zote ambazo zingeletwa zilinganishwe na Mungu achague kutuweka sisi tuishi, hii dunia tunayoishi ndio the best. Ndio nini? Kwa hiyo ndugu yangu, maana kuna wengine hapa, mimi najua wanawaza, bora nitoke hapa Bongo niende nikaishi wapi? Nikaishi wapi? Ulaya, kuna maisha bora, Usijidanganye. Mimi mwenyewe nimesoma kule. Kuna watu wana changamoto. Na kadhalika. Kwa hiyo na jambo jingine muhimu ambalo Mtakatifu Agustino analisema itatusaidia katika tafakari mbele inayoendelea. Mtakatifu Agustino anasema Mungu aliyetuumba pasipo ridhaa yetu kamwe hawezi kutukomboa bila ridhaa yetu, bila sisi kutaka. Maanake ni kama kusema Mungu, maanake wewe leo unalalamika, unasema maisha yako, ugumu wa maisha yako labda kwa sababu ya wazazi wako, kwa sababu ya nchi, si ndio? Sera za nchi, katiba, mambo mengi. Kwamba ungekuwa labda Ulaya au mahali pengine ungekuwa bora. Kwa hiyo Mungu amekuumba alafu amekuweka hapa ni kama amekuonea, si ndio? Hebu fikiri, leo kama Mungu angekupa nafasi, aseme nikuumbe nikuweke wapi? Ungechagua wapi? Usinijibu, ujijibu mwenyewe. Lakini kwa bahati mbaya Mungu afanye hivyo. Kwa hiyo kwa kuwa alituumba bila kutaka ridhaa yetu, atupe tuchague, hawezi kutukomboa mpaka tufanye nini? Tuchague. Hilo jambo linatupa dokezo zuri sana ambalo tutatafakari. Ni jambo gani jamani? Uhuru, kitu cha kwanza. Uhuru, kitu cha pili, machaguo katika maisha. Tuna uchaguzi katika maisha. Kwamba wewe unachagua kwamba Mungu akukomboe, aliyekuumba bila wewe kutaka, amekuumba wewe Mtanzania au kwenye familia hiyo yenye changamoto au sijui. Unaweza kuchagua wewe umtii, useme basi Bwana uliniumba hivi hivi, lakini sasa nakusikiliza na unipe miongozo wako nifike kwako. Au unaweza ukachagua kitu kingine. Si ndio jamani Mungu ametupa uhuru kamili.
uhuru wa kuchagua. Uhuru wa kufanya nini wapendwa? Uhuru wa kuchagua. Mbele ya machaguzi hapa ndipo lile swali ambalo ni kichwa cha semina yetu linaingia moja kwa moja. Uchague kitu gani ambacho kitaendana na mapenzi ya Mungu, ambacho pia kitakupa furaha katika maisha haya ili ufurahi. Kila mmoja angependa kufurahi, si ndio jamani? Na angependa kwenda mbinguni, si ndio? Kwa hiyo tungependa kujua kwamba kitu gani Mungu atuongoze tufanye ili tuweze kufurahi na pia kiweze kuendana na mapenzi yake, tuende pia mbinguni. Kitu gani? Swali jingine la msingi. Mmeona ni mwendo wa maswali tu. Maisha yana maswali mengi sana kuliko majibu. Kitu gani? Tena ilivyo ngumu zaidi, umri huu ambao tuko hapa, wastani wa umri huu kwa makadirio nasema 100% wastani, ni umri ambapo maswali haya ndio yanatukuta kwa nguvu zaidi, kwa sababu kulingana na saikolojia takwimu za makuzi ya mtu chini ya miaka 5, mtoto mdogo anategemea kwa mama, kwa chakula, kwa kila kitu na wazazi, na anaanza kujifunza kuhusiana na ulimwengu. Maana yake ajui kwamba akigusa moto atafanya nini? Ataungua. Anagusa, anaona anaungua. Kesho anajifunza kwamba moto unaunguza. Akigusa kisu kinamkata, anaona anaanza kujifunza kuhusiana na, anasikia baridi, anasikia joto, anaona anajifunza ulimwengu jinsi ulivyo. Maisha yake ndio hayo tu, hana jambo jingine, alafu ni kula na kulala. Baada ya hapo maisha, miaka 6 inaendelea mpaka 10, 11. Sasa ameshajifunza, anajua ukishika kikombe cha udongo kikiachia kinavunjika, cha plastiki hakivunjiki, kwa sababu alivyovunja cha udongo mama alimchapa. Kesho atakishika vizuri asikiangushe. Ameshajua ya mambo, anajua dukani wapi anaweza kwenda. Kwa hiyo anajua pia maisha kumbe kuna kucheza, anatafuta marafiki, si ndio? Haya yote tumeyapita sisi. Uongo kweli? Au kuna bado mtu yuko kwenye hiyo hatua? Itashangaza. Hatua ya pili nayo tumeipita. Hatua ya 3 ni miaka sasa 11, 12 mpaka 19, 20 hapo balaa tupu. Hapo ni umri wa mabadiliko ya ukuaji. Sasa unaanza kutambua kwamba kumbe mimi ni wa kiume, mimi ni wa kike. Wa kiume anapaswa kufanya hivi, wa kike anapaswa kufanya vile. Wa kiume ana sifa hizi, wa kiume ana sifa zile katika jamii na kadhalika. Unaanza kujipambanua hivyo. Kipindi kigumu sana. Wengi wetu tumepita. Uongo kweli? Labda baadhi yetu wachache wapo wanaendelea kuhangaika. Vijana wangu wa seminari na wafundisha kule wapo kwenye umri. Kwa hiyo mnaweza kuona balaa nililonalo mimi. Kwa mimi nawavumilia, tunaendana. Najua wapo wanajipambanua. Sisi tumepita, wengi wetu tupo kwenye umri sasa kamili wa ujana. Kwa hiyo makadirio miaka 21 mpaka 30 na 40 more or less, ambapo umri sasa umeshapita vipindi vyote vya makuzi muhimu. Jamii, nchi na kusubiri kuwajibika kwa shughuli. Tayari una nguvu unazo za kutosha, muda pia unao, pesa ndio changamoto, si ndio? Kwa hiyo kuingia kwenye majukumu una sita kidogo, niingie nisiingie, alafu kwa hiyo hapo sasa katika vipindi vingine sina shida navyo, vingine vinaendelea miaka 45, 55 mpaka 60 mpaka kuendelea huko. Mimi kwa hiyo nadili na kipindi cha kati, ambapo katika hayo maswali nifanye nini katika uhuru ambao Mungu ametupa, nifanye nini ya kunifanya nifurahi na pia niendane na mapenzi ya Mungu. Mambo mawili tena. Mambo mangapi? Mawili. Hapa tumefika kwenye kiini cha semina yetu ambayo inasema ni nini mapenzi ya Mungu katika maisha yangu? Hebu turudie. Au namna nyingine,
Anasema nifanye nini kulingana na mapenzi ya Mungu? Turudie. Vizuri sana. Maswali mangapi? Mawili au mambo mawili yanatukuta katika hilo swali la msingi. Jambo la kwanza ni jukumu la uwajibikaji ambalo linaongoza hasa katika kujipatia kipato. Kwa hiyo kwa kifupi naweza kuita kazi. Kwamba mimi sasa tayari nishapita kipindi hicho, nimesoma na taaluma fulani, au sikusoma nilipitia hapa na pale, nina ujuzi fulani. Nifanye kazi gani, jambo gani ambalo litanipa kipato, ambacho nitafurahi pia hiyo kazi, nitafurahi, ambayo pia nitafurahi, tuseme nitajisikia vizuri, si ndio? Ni swali gumu sana. Wewe utaona kwamba vijana wengi mahali pengi mtu anapata kazi hii, lakini mguu ndani mguu nje. Yaani unawaza hapa niko, unaangalia kazi gani yenye hela nyingi zaidi. Hata katika kuchagua kusoma unahangaika, ni mahangaiko, si ndio? Nisome nini ambayo itanipa pesa zaidi? Unafanya kazi hapa, unafanya kazi huku. Wengine hapa wapo na wajua, sitaki kumtaja jina, rafiki yangu amefanya maombi fulani nchi za mbali huko unaona? Anasikilizia huko. Yuko hapa lakini pia ana ndoa. Sitaki kumtaja maana umeona wanasikilizia, maana bado hajatulia katika kazi anayofanya, ajisikii utulivu, ana bado amani. Umeona ni ngumu, sio ngumu jamani? Mimi nasema tu, si ndio, kama mjumbe au wawi. Mjumbe au wawi. Kipindi kigumu sana. Nifanye nini niweze kufurahi ambayo itaendana pia na mapenzi ya Mungu? Kwa hiyo uone kwamba wewe umeoa, kwa mfano kijana, tayari unafanya kazi, lakini inapatikana ofa ya kazi sehemu nyingine mbali, itakufanya uache familia yako, pengine mazingira ya huko kanisa pia litakuwa mbali. Itakuwaje? Unaamuaje? Utaacha familia na nini kwa ajili ya kazi au? Usinijibu tafakari, si ndio? Lakini ni ngumu sana. Kwa hiyo hicho kitu cha kwanza, Kwa hiyo nimesema ni jukumu la uwajibikaji kwa ajili ya kipato au kazi. Nifanye kazi gani itakayofurahi? Mdogo wangu yumo miongoni mwenu hapo. Kuna wadogo zangu wamo miongoni mwenu. Ansiga namuona yuko pale. Na mwingine Mariselina si yuko wapi. Mdogo wangu mmoja ilibidi airishe mwaka, alimaliza form 6 vizuri, amefaulu. Mimi nilikuwa masomoni kule Italia. Nikashangaa aenda chuo mwaka huo. Nikauliza vipi? Akasema bwana, yeye nimechanganyikiwa, sijui. Yeye alitaka kusoma udaktari, alifaulu vizuri, si ndio? Lakini watu wakamshauri, unajua udaktari siku hizi madaktari wengi, alafu miaka mingi utachelewa. Kazi unajua, hebu badilisha. Akataka kusoma pharmacy, wengine wakamwambia wewe pharmacy ndio ni. Akavurugika. Miluzi mingi, si ndio? Mpaka mwaka ule ukaisha, hakwenda chuo. Umeona ilivyo balaa? Mimi nawapa mifano hai muone. Mingine mnayo wenyewe hapo. Wewe mwenyewe ujiulize. Kwa hiyo hicho kitu cha kwanza, swali gumu. Jambo la pili, ili ni gumu pengine zaidi kuliko yote sasa. Hili ni njia ya maisha au nini? Kwa kifupi naita nini? Wito. Sema wito. Sema tena wito. Makofi tafadhali kwa ajili ya wito. Mungu ananiita kwa njia gani ya maisha? Wito gani? Je, ni ndoa? Swali la kwanza. Muda utoshe, ningeanza kuwapa microphone hapa niulize, si ndio? Wewe kijana, ndoa? Labda ndio. Naigizia majibu mtakayotoa. Wewe? Na mashaka. Maana siku hizi ndoa zenyewe watu wanaachana. Si niolewe. Si niishi tu mwenyewe. Haya, asante. Na wewe kijana? Mimi bwana, ni kwanza sijajipata hapa sasa hivi, unajua, afu mwanamke atanisumbua, manaki sasa wanawake wenyewe kwanza siku hizi wanapenda sana pesa hawa. Kwa hiyo ndoa, ila wito vipi? Labda upadre sasa, upadre? Upadre napo sasa, yani kule ujue kwanza utaoa, yani itakuwaje sasa yani? Kwa hiyo kitu gani? Ngoja kwanza najiuliza. Asante. Na majibu yatakuwa namna hiyo, si ndio?
Wachache watasema mimi ndoa. Nani nikimuuliza atasema moja kwa moja ndoa. Wangapi wamejipambanua Mungu anawaita kwa wito wa ndoa? Nyosha mkono juu. Haya. Wangapi wanajipambanua kwamba Mungu anawaita kwa ajili ya daraja takatifu, padre, utawa, kwa misionari ndani ya kanisa? Nyosha mkono. 1, 2, 3, 4. Makofi tafadhali. Wangapi ambao kwa kweli majibu yao ni kama yale niliyowatajia? Nyosheni na nyie tutambue uwepo wenu. Haya. Wengine hata wajui ni nyoshe wapi. Yaani upande wowote hizo utajui. Maswali haya ni magumu sana. Maswali haya ni magumu. Sasa, kwa hiyo mniulize nini? Majibu yake ni nini? Mniulizeni. Mimi mwenyewe sina majibu. Majibu litatoa kanisa, atatoa Kristo kwa njia ya kanisa. Sema majibu atatoa Kristo kwa njia ya kanisa. Ndani ya kanisa tupo salama. Makofi tafadhali kwa kanisa. Basi sina Biblia hapa. Nitarajia kuipata hapa maana begi langu lilikuwa na vitu vingi. Alisema Father Thomas ataniletea, lakini basi. Sasa majibu hayo Kristo anavyoyatoa kwanza katika Injili ya Marko sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 22. Anatoa jibu moja la swali la kwanza, kazi gani nichague, jambo gani nifanye litanipa furaha mimi na pia litampendeza Mungu nifike kwake, si ndio? Injili ya Marko sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 22. Pale Kristo anakutana na kijana aliyejipata. Kijana nani? Kijana tajiri. Na Yesu alimpenda. Yesu alimkazia macho. Akamkazia macho. Yesu alimpenda huyo kijana. Mnaona? Ningeweza kulisoma hapa lakini basi sitalisoma, nitarecite. Kwa hiyo huyu kijana alikuwa na mali nyingi, alikuwa tayari amejipata. Lakini bado hakufurahia kuona kwamba mali zake zilikuwa ni kulingana pia na mapenzi ya Mungu, hazikumpa furaha. Kwa akawa anatafuta, anamuuliza Yesu, nifanye nini ili nipate kurithi ufalme wa mbinguni? Na hilo tatizo lake lililomfanya amuulize Yesu kitu kingine, Yesu aliliona hilo tatizo kabla, ndio maana alimkazia macho. Kwa sababu alimuona na tatizo huyu, pamoja alikuwa na kazi. Ndio maana kwa unaona kazi unayopata hiyo bado haijitoshelezi kama ilingana na mapenzi ya Mungu. Kama nilivyokuuliza, kama wewe kazi hiyo utaipata, lakini masharti, bosi lazima alale na wewe kwanza, alafu pia sijui utakubali utakataa. Kazi ya namna hiyo lazima ujue, kazi zenye masharti namna hiyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kimbia. Hata kama utakulipa milioni 10 au 20, kimbia. Cha. Basi. Kwa hiyo Kristo anamsaidia, anamwambia umezishika amri? Akasema nimezishika zote. Akamwambia bado moja. Umepungukiwa jambo moja. Nenda kauze mali zako zote, wape nani? Maskini. Alafu njoo unifuate. Yule kijana ilikuwaje? Aliondoka kwa huzuni kubwa kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Roho yake, moyo wake ulikuwa kwenye nini? Umeona hilo balaa Kristo anatusaidia tusishikamane na mali. Kazi tunazozitafuta za kutuingizia kipato lazima ziwe katika namna ambayo inampa Mungu, inamwachia Mungu nafasi yake, azichukui nafasi ya Mungu kwa kuziabudu. Kwa hiyo ndio maana anasema tangu leo, bosi anakuahidi hiyo kazi. Wewe umetafuta ajira. Mimi nilipomaliza chuo mwaka 2014, wakati ule bado nilikuwa Kikwete, si ndio? Mimi nilipata kazi, mimi nilikuwa mwalimu mwenzenu. Ajira za wakati ule, yani unapangiwa, unachagua nichague mkoa gani nipangiwe, si ndio? Unachagua mikoa mitatu kama unavyochagua shule au combination.
Umeona kile kizazi miaka 2014 kurudi nyuma wanaweza kujua. 2015 hapa mambo yakabadilika. Wako miongoni mwetu hapa mpaka leo wanatafuta kazi, si ndio? Hasa walimu, walimu wenzangu kama mimi. Kwa hiyo mtu ukiwa desperate unaweza fanya chochote, si ndio? Hata katika mazingira hayo usije ukamwacha Mungu. Jambo la pili kuhusu wito katika njia ya maisha. Jibu la pili sasa ni tunaitoa katika waraka wa Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Wale wanaoandika. Hapa tunamuona Samueli ambaye anaitwa na nani? Na Mungu. Samueli alikuwa kijana mdogo, mamake alimtoa kanisani. Lakini Samueli alikuwa mjui Mungu bado. Akaenda kukaa kwa nani? Kwa Eli. Akakaa kwa nani? Eli alikuwa kuhani. Mungu anamuita Samueli mara ngapi? Samueli ajui ajibu nini. Umeona? Mimi sitaki kuwapa historia ya maisha yangu hapa. Mkitaka mtamuuliza mdogo wangu Ansiga yule pale namuona. Vile ilikuwa ngumu kupambanua, Mungu ananiita wito huu hapa nifanyeje? Historia yangu ni ndefu sana. Nilipita mambo mengi sana mimi. Kwa hiyo mnaona nilifanya kazi. Sijasoma hata seminari. Ni ngumu sana, si ndio? Nimesoma Benjamin Mkapa, ni mchanganyiko. Wasichana wote niliwaona, nilikuwa na marafiki zangu wa Kihindi, wasichana wa Kihindi. Wale wanakuja pamoja, wanaondoka pamoja. Si walinizoeaje? Si kwa nini? Walinipenda. Tulikuwa tuna discuss pamoja. Tunapita kule kwenye maduka yao Kariakoo. Wale watoto wale walikuwa na kazi zao. Wanatoka wanaenda kwenye kazi za familia zao. Maisha yanatupa sauti nyingi, hatuwezi kuzipambanua. Samueli hakuweza kupambanua sauti ya Mungu. Lakini majibu aliyapata kwa nani? Kwa Eli. Hapa ndio jambo la msingi. Mara ya kwanza anaitwa, anaenda kwa Eli. Naam baba, umeniita. Akasema mbona mimi sijakuita? Rudi kalale mwanangu. Mara ya pili. Mara ya tatu Eli kuhani akatambua kwamba ni nani aliyekuwa anamuita? Mungu. Ndani ya kanisa tupo salama? Wewe unatafuta majibu. Mungu anakuita kwa wito gani? Kazi gani unatakiwa ufanye itakayo kukupa furaha? Na kadhalika. Mambo hayo utayapata wapi? Kanisani. Tangu sasa wewe majibu ya maswali hayo, mito, sauti mbalimbali unazipambanua. Majibu hayo kutoka wapi? Unajua mwenyewe, si ndio? Wengine mnaenda huko kwa Mamposa, wengine wakasema Mwakasege anahubiri vizuri sana, wengine sijui marafiki zenu, si ndio? Rafiki yako, nilienda kunyoa siku fulani hivi. Rafiki yangu kinyozi ile akaniambia, "Mimi bwana na beti bwana." Mimi sijai kubeti, sijui kuna kuaje yani. Akasema mimi nishai kubeti, nishapata 400,000, laki ngapi? Yaani naweza nikakaa hata nisifanye kazi na hela nikaingiza. Nishai kukaa mwezi mzima. Kwa rafiki kama wewe akikushauri utafanya kazi wewe? Lakini je, vipi wewe kubeti wanasema mkeka ukishanika maana yake umeliwa, si ndio? Itakuwaje? Utajinyonga, si ndio? Wapendwa, majibu yako ndani ya kanisa. Mungu amewaweka mapadri, amewachagua wadhaifu, wana changamoto zao. Wengine vijana hatuna mang'amuzi ya muda mrefu, wengine wazee, wengine wana changamoto, udhaifu hapa na pale. Hao kwa sababu anayefanya kazi padre akiadhimisha masakramenti anafanya kwa nafsi ya Kristo, sio kwa niaba. Mnaelewa hilo? Anafanya kwa nafsi ya Kristo. Nje ya masakramenti yeye mwenyewe anahitaji msaada. Mimi na baba yangu wa kiroho lazima nisaidie. Kila siku naamka na vipindi vya kufundisha, ninaenda pale kutoa semina, nina kazi ile, nachanganyikiwa, niende nisiende. Nimechoka. Nasikia huzuni, kuna changamoto za kifamilia, mambo mengi. Kaka yangu ameacha mke na watoto wadogo. Wale watoto nawafikiria. Nikienda pale wananiita baba. Najisikia huzuni, Mambo mengi, si ndio? Lazima na mimi nisaidiwe. Kwa hiyo hivyo, lakini nikiadhimisha masakramenti naadhimisha kwa nafsi ya Kristo. Kwa hiyo wapendwa, Kristo anatoa majibu ndani ya kanisa. Mtafute Kristo ndani ya kanisa.
Ndani ya kanisa tupo salama. Tafuta baba wa kiroho. Una baba wa kiroho wewe? Hauna. Na pia baba wa kiroho uchagua vizuri, sawa? Sio tu kila mtu. Pambanua vizuri. Chacha. Samueli alisaidiwa na Eli kujua kwamba aliyekuwa anamuita ni nani? Ni Mungu. Akasema, ukiitwa tena sema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anafanya nini? Kanisa, Mungu Kristo kwa njia ya kanisa ndio anakupa jibu. Utakapoitikia utakuwa sahihi. Mimi leo niko hapa padri, ni kwa sababu nilisaidiwa ndani ya kanisa. Changamoto zangu nazijua mimi nawaeleza. Wazazi wamenisaidia kwa malezi walionipa ya kanisa, kwenda Mtoto Mtakatifu, nilikuwa TYCS, nilikuwa hata kiongozi TMCS chuoni. Mimi nilikuwa nacheza mpira, nilikuwa maarufu mimi. Napendwa na wasichana, ningekuwa muuni mimi. Nawaeleza ukweli, nilikuwa rais wa serikali ya wanafunzi, nilikuwa na vipesa, nilikuwa kwenye nafasi kubwa ya kuwa kwenye kishawishi kikubwa cha kupotea. Kanisa limenisaidia. Watu wengi hapa na pale. Nilipoenda huko kufanya kazi, nilipangwa huko Shelui huko Singida. Nikaitafuta parokia kule. Padre mmoja anaitwa Father Francis Kahema. Tena yupo, nikiendaga Singida tunakutana kule. Nikamwambia, Father, mimi ni mwalimu, nimepangwa hapa nafundisha. Lakini pia kulikuwa na mchumba fulani hapa na pale. Lakini pia kuna wito, kwa hiyo niko hapo. Akawa ananisaidia, namsindikiza kwenda Vigangoni. Nilikuwa na pikipiki yangu. Kanisa lenyewe mnajua kilomita 20 kutoka shule nilikuwa nafundisha. Naimba kwaya. Siji nilipata wapi ile nguvu. Neema ya Mungu. Makofi tafadhali kwa neema ya Mungu. Nini mapenzi ya Mungu katika maisha yangu? Kazi gani nichague itakayofurahi, itakayompendeza Mungu? Wito gani Mungu ananiita? Majibu yako ndani ya majibu tumeyapata sasa, si ndio? Uhuru unabaki ni wetu wa kuchagua. Kila siku unachagua wapi? Unachagua wapi? Usikosee kuchagua. Chacha anasema Mungu ni mwenye haki na hukumu zake ni za haki, kwa sababu ametupa uhuru. Wewe mwenyewe uchague. Kipindi hiki cha Kwaresima kinatupa hiyo fursa ya kujifunza kuchagua. Ukifunga unajifunza kujua kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, ila mtu hataishi kwa kazi tu. Kazi ya milioni 10, 20, 30. Na hiyo kazi inakufanya uwe mbali na Mungu. Utakuwa mbali na kanisa huko. Utahitaji kuingia kwenye mambo gani? Labda za madawa au kubeti huku kubeti huku. Kweli unapata pesa, lakini wewe utakapokuwa sawa, umepata pesa nyingi wa kubeti, umejaliwa kupata familia, utaweza kumfundisha mwanao umuhimu wa kazi, na wewe unaipata kwa kubeti tu? Unaona hivyo ngumu? Utajutia kwa mwanao kutokujua umuhimu wa kazi, kwa sababu hujui wewe mwenyewe kujifunza. Nimetoa angalizo. Chacha. Basi wapendwa, kwa kifupi mambo ni hayo. Usitafute majibu kwingine. Usithubutu kutafuta majibu kwingine. Kwa kumalizia, nimechagua kwenye kitabu cha Yoshua bin Sira, kwenye maandiko matakatifu kuna vitabu, mfululizo wa vitabu kadhaa vinaitwa vitabu vya hekima. Vimeandikwa na watu, vinadokeza namna fulani ya hekima ya Mungu, lugha yake. Kuna kitabu cha Wimbo Ulio Bora, kuna hekima ya Sulemani, kuna Yoshua bin Sira, na kadhalika. Mhubiri. Sasa mimi nimechagua baadhi ya vifungu vichache kwa sababu muda mchache. Sina Biblia hapa, mtasoma wenyewe. Mkiweza kuandika, nikiweza kuwasomea. Vyote vinatoa madokezo fulani ya kijana awe. Chacha. Haya. Yoshua bin Sira sura ya 6 mstari wa 18. Unadokeza, unasema, unazungumza juu ya nidhamu, kujitengenezea nidhamu. Nasikitika sina Biblia hapa. Nikiweza kuisoma tungeisikia vizuri. Ningeisikia vizuri. Juu ya nidhamu, kuwa na nidhamu ya maisha. Mienendo gani unayoenda?
Minendo gani unayoenda nayo inayokuongoza? Asante, nimepata hapa. Namalizia. Biblia yako nayo sio ya kanisa hii Katoliki. Baadhi ya vitabu havina. Yoshua bin Sira haipo hapa, sioni. Basi kwa kuwa muda umeenda, nitasema tu kwa kifupi. Yoshua bin Sira sura ya 6 mstari wa 34 mpaka 35 unadokeza kuhusu kutafuta baba wa kiroho, tafuta wale watu ambao wana mang'amuzi mazuri, wazee, watu wazima wenye mang'amuzi, kwa kupata ushauri kwao, na sio kwa vijana na mitandao ya kijamii, Instagram, WhatsApp, TikTok, si ndio? Kule kuna walimu wengi kule, wengine mambo mazuri. Pambanua yale mazuri, chukua, mengine acha, yatakupoteza. Sura ya 37 mstari wa 27 na sura ya 18 mstari wa 20 inadokeza juu ya tamaa. Una matamanio gani ulionayo? Pesa, ya mahusiano, ujinsia. Wewe ukimwona msichana unavurugika. Ukimwona mvulana hivi unachanganyikiwa. Angalia tamaa zako, jichunge na tamaa. Sura ya 6 mstari wa 5 mpaka 17 unadokeza juu ya marafiki. Juu ya nani? Marafiki. Marafiki wako ni wanamna gani? Wana mitazamo gani? Usiogope kujitoa kwenye hilo kundi kama unaona hawaendani na mapenzi ya. Sura ya 3 mstari wa 1 mpaka 12 yote ni Yoshua bin Sira. Sura ya 3 mstari wa 1 mpaka 12 unadokeza juu ya heshima kwa wazazi. Amri ya Mungu ya 4 inasema vile vile. Kuna wengine wazazi wenu mmeelimika, mmesoma, wazazi wamechoka, hawakusoma vizuri au wana mawazo ya kizamani, unasema achana na mimi. Lakini wale Mungu amewachagua, amewapa utume kwa ajili yako, kukuzaa, kukulea, wasikilize, waheshimu. Chacha, baki na uhuru wako na yale mengine muhimu. Lakini usiwapuuze wazazi. Unapoteza baraka, unaweza ukapotea. Haya. Na mwisho Yoshua bin Sira sura ya 3 mstari wa 17 mpaka 18 unadokeza juu ya kuwa unyenyekevu, kuacha majivuno. Nasema kijana, usijivune katika yale ulio nayo, kwamba wewe una akili sana, usijivune kwa ajili hiyo. Kwamba wewe una vipaji vingi, awe ni handsome, si ndio? Mrefu alafu nini? Wakina dada wana sifa za wanaume handsome, si ndio? Mrefu alafu mweusi fulani hivyo, si ndio? Maji ya kunde sijui namna gani. Wewe una sifa hizo. Wasichana wote wanakupenda wewe ni handsome. Usijivune. Na kadhalika. Uwe nani? Mnyenyekevu. Makofi tafadhali. Basi sasa tunamaliza semina yetu. Tamalizia kwa wimbo mfupi. Wimbo huu niliutunga, unatokana na sehemu mbili maandiko matakatifu. Kwanza ni Zaburi ya 119 mstari wa 6. Unasema, jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Inasema kwa kutii akilifuata neno lako. Umeona Alafu sehemu nyingine ni Zaburi ya 27 mstari wa 4. Inasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana. Basi, kwa hiyo nilitunga wimbo, nimeurekodi. Kuna dada mmoja sijui yuko wapi, Suzana, tulirekodi naye, lakini nimemtafuta sikumpata. Kwa hiyo tutaimba hapa na tunamaliza hivyo semina yetu ya leo. Wimbo unaitwa Kijana mpende Mungu wako. Sema, kijana mpende Mungu wako. Haya, kiitikio chake kinasema hivi. Wengine wale mnaojua, wengine wanaojua tayari, nitasaidia kuimba, si ndio? Mpende Mungu wako ukiwa kijana. Twende hapo. Mpende Mungu wako ukiwa kijana. Mpende Mungu wako ukiwa na nguvu. Mpende Mungu wako ukiwa na nguvu. Utafurahia maishani mwako. Utaufurahia
uzee wako. Haya, tunaimba na tunamaliza kistaili. Simameni tafadhali. Haya, tupige makofi hivi. Endelee. Swali najiuliza, mimi najiuliza, jinsi gani kijana isafishe njia yake. Swali najiuliza, jinsi gani kijana isafishe njia yake. Kwa kutia akili fuata neno lako, kwa kutia akili fuata neno lako Bwana. Wote, kwa kutia akili fuata neno lako, kwa kutia akili fuata neno lako Bwana. Sasa kitikio, pende Mungu wako. Haya, pende Mungu wako ukiwa kijana, mpende Mungu wako ukiwa na nguvu, utafurahia maishani mwako, utafurahia uzee wako. Tena, mpende Mungu wako ukiwa kijana, mpende Mungu wako ukiwa na nguvu, utafurahia maishani mwako, utafurahia uzee wako. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Haya, kitikio wote. Pende Mungu wako ukiwa kijana, pende Mungu wako ukiwa na nguvu, utafurahia maishani mwako, utafurahia uzee wako. Tena, pende Mungu wako, pende Mungu wako, utafurahia maishani mwako, utafurahia uzee wako. Makofi mengi tafadhali. Makofi hayatoshi, tuongeze makofi mengine. Tukae. Basi mimi natumaini kama nilivyosema, mambo ni mengi, lakini inahitajika kitu kimoja, walau upate neno moja. Ndani ya kanisa tupo salama. Kama umepata walau neno moja, shukuru Mungu.
Kama ukupata jambo lolote usijali, tutaendelea na maungamo. Tuko kwenye hija, jue kwamba kanisa linafundisha hija. Unapofanya hija una fursa ya kupata rehema kamili. Hapa tutaadhimisha misa, tutapata fursa ya kuungama, kupokea Ekaristi Takatifu, tutasali kwa nia za Baba Mtakatifu, unapata rehema kamili. Kwa hiyo tuko katika muda wa neema. Nawaalika tuingie katika tukio la leo. Tumepata tayari semina hii, kwa namna moja au nyingine itatufaa. Tuendelee na mengine, na kama himizo kwa ajili yangu kwenu, tubaki ndani ya kanisa. Tutafute majibu ya maswali haya magumu ya maisha, hasa kipindi chetu hiki, ndani ya kanisa. Mapadre ndani ya kanisa, wako mapadre, wako wakufunzi fulani hapa na pale. Semina, tunaweka semina mbalimbali. Hudhuria, imeandaliwa semina. Tenga muda kwa mambo yako, hudhuria hiyo semina. Unaweza ukapata neno moja. Hata kukaa na ushirika pamoja na wengine inaweza kuwa msaada kwa ajili yako, kutoka kwenye dunia yako ya mateso yako uliyojifungia. Kwa hiyo tumia fursa zote Mungu anazokupa kabla muda hujaishi. Zaburi ya 90 inasema miaka yetu ni 70, tukiwa wenye afya 80. Siku zapita mbio, nasi tutatoweka mara. Basi tumsifu Yesu Kristo. Mapendo daima, kwa vitendo daima mapendo. Asanteni kwa kunisikiliza.